ya hayati mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro. Mchungaji Dr. Askofu Emmanuel Lazaro ni shujaa wa imani, mtumishi wa Mungu aliyegusa mioyo ya watu wengi kwa maisha yake ya utakatifu, huduma bora na upendo wa kweli kwa Mungu na watu wake. Alikuwa baba, rafiki, kiongozi, mpendwa wa familia na jamii kwa ujumla, aliyeacha alama isiyofutika katika maisha ya wengi. Naomba kuileta historia hii kama ifuatavyo. Kuzaliwa. Hayati Askofu Lazaro alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1937 katika kijiji cha Modio, kata ya Masama, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 10 wa mzee Kundandumi Lazaro. Elimu. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Masama. Baada ya hapo aliamua kujiendeleza kimasomo katika fani ya uhasibu na kuhitimu mwaka 1958 Mombasa, Kenya. Akiwa Mombasa alijiendeleza zaidi kimasomo, na huko ndiko alikopata kazi yake ya kwanza ya katibu mwitasi mpaka kipindi cha vita ya Mau Mau, ambapo ilimlazimu kurudi Arusha na kuendelea na kazi hiyo hiyo. Maisha ya ndoa na familia. Hayati alifunga ndoa na Bi Eva Grace mwaka 1958 na waliishi katika ndoa ya furaha na amani hadi mkewe alipofariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2017, siku na mwezi sawasawa na aliyotuacha hayati Dr. Askofu Emmanuel Lazaro. Mungu aliwabariki kwa watoto 7 ambao 2 wameshatangulia kuishi na Bwana na 5 bado wapo hai. Kupitia wao wamepata wajukuu 17 na vitukuu 4. Katika familia hiyo wametokea wachungaji 7, wakiwemo watoto wa hayati na wake waliooa au kuolewa na watoto wake. Mtoto wake wa kwanza wa kike ameolewa na askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God, mchungaji Dr. Barnabas Weston Mtokambali. Maisha ya imani na Ukristo. Hayati aliokoka mwaka 1957. Tangu wakati huo hakurudi nyuma katika safari yake ya imani. Maisha yake yalikuwa mfano wa kuigwa na wengi. Walimjia Yesu kupitia ushuhuda wake. Maono aliyoyapata siku anaokoka yalikuwa na mguso mkubwa sana kwake na kuipeleka yeye kurudi Arusha mwaka 1958. Akiwa Arusha alionana na mmissionari wa kanisa la Swedish Free Mission aliyekuwa akihubiri wokovu. Aliupokea ujumbe wa wokovu na kubatizwa. Baadaye missionari huyo alienda na mzee Lazaro kwenye mkutano Tabora, na huko ndiko alipojazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza na kunena kwa lugha mpya. Baada ya hapo Askofu Lazaro akawa mtu wa kwanza kujielekeza kuwashirikisha watu wa Masama uamsho wa Kipentekoste. Mungu alimjalia vipawa vyote 5 vya huduma, ambapo kila huduma ungeweza kuiona wazi wazi. Huduma hizo ni ualimu, uinjilisti, uchungaji, unabii na utume. Huduma zote hizi alizitumia na kusababisha maelfu kuja kwa Yesu. Aidha, Mungu alimtumia kwa nguvu kubwa katika huduma ya uponyaji, ambapo viziwi, mabubu, viwete, waliopagawa na mapepo walifunguliwa, na waliokuwa na mateso ya aina mbalimbali. Haleluya!
Huduma ya Kikristo. Huduma yake ilianza rasmi mwezi wa 6 mwaka 1959 huko Modio Masama, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Alijulikana kwa kauli yake maarufu, Yesu yu hai leo. Kauli iliyoambatana na miujiza mingi. Kwa ujumla, mzee huyu ni mwanzilishi wa Upentekoste Tanzania, wenye ishara na miujiza. Akiwa katika huduma Mwanza chini ya mchungaji Maglari, alitumiwa na Mungu kumwombea mchungaji Askofu Dr. Moses Kulola. Akiwa anaumwa, akaokoka na kuponywa kabisa na kuanza kuhubiri Injili kama mwinjilisti wa taifa. Hivyo kupitia miujiza huo wa nguvu wa Injili ya Kipentekoste, ikapamba moto kwa watumishi hawa wawili, mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro na mchungaji Askofu Moses Kulola, hadi nchi ikatikisika. Mpaka anastahafu huduma mwaka 2019, alikuwa amefikisha miaka 60 ya utumishi na miaka 62 ya maisha ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Alifanya huduma katika mazingira magumu, akitembea kwa miguu masaa mengi, baskeli na pikipiki mara nyingi, kutoka mkoa wa Mbeya hadi Kilimanjaro, katika kutekeleza majukumu yake ya kiaskofu. Hayati alihatarisha maisha yake mara nyingi, kama kuwekwa gerezani, kuvamiwa na majambazi, kulishwa sumu, kutumiwa watu kumdhuru maisha yake, na vita nyingi za kichawi na kidini. Kuna msemo kuwa ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi. Hakika hayati mchungaji Dr. Lazaro alikuwa shujaa wa imani na tutamkumbuka sana. Alihubiri hadi nguvu zilipomwishia. Hata hivyo, akiwa kitandani, aliendelea na kazi ya Mungu. Mkutano wake wa mwisho wa hadhara ulikuwa Mtu wa Mbu, Arusha, ambapo watu 200 waliokoka. Alisimikwa kuwa mchungaji wa Tanzania Assemblies of God mwaka 1964 huko Modio Masama, na mwaka 1969 alifungua na kuchunga kanisa la kwanza hapa Modio. Bwana Yesu asifiwe. Hayati alifungua na kuchunga kanisa la Kilimanjaro Revival Temple kuanzia mwaka 1984 mpaka alipostahafu utumishi wake mwaka 2019. Hayati alichaguliwa kuwa askofu mkuu Mwafrika wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God kuanzia mwaka 1967 mpaka 1992, miaka 24 ya uaskofu. Hayati alifanya kazi ya Mungu ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Alisafiri na kufanya huduma katika mataifa kadhaa kama Marekani, Sweden, Denmark, Ujerumani, Nigeria, Sri Lanka, Canada, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Burundi na nchi nyingi barani Afrika. Shujaa wetu wa imani alijenga kituo cha uinjilisti Tagemi, maalum kwa ajili ya kufundisha na kuwanoa wainjilisti kwa ajili ya utumishi. Kituo hicho alichokijenga alitoa zawadi kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God ili kuendeleza maono hayo ya Injili. Amen. Shuhuda za huduma. Nigeria. Alikwenda Nigeria kwenye semina ya wachungaji, na mhubiri wa semina hiyo alikuwa mchungaji Morris Serulo, ambaye alipata dharura ya kutoendelea kuendesha semina. Hivyo hayati akaomba aendeshe mkutano wa Injili. Jioni moja ya mkutano wa Injili waliletwa viziwi 250, na wote baada ya maombi walifunguliwa.
Baada ya kurudi madhabahuni juu, akawauliza watu, je, kuna aliyebaki hajapona nimponye? Pale Mungu alikamwambia, nitakuchapa kwa sababu umejivuna. Na alisema kweli Mungu alimchapa. Alituambia tuwe makini sana wakati tunapoombea watu na wakapona. Tuache majivuno, maana anayeponya ni Mungu. Hasa wainjilisti vijana, kama alivyokuwa kipindi hicho, alifanya makosa. Kesho yake watu walijaa kwenye mkutano mpaka serikali iliogopa na kuleta polisi. Na shule ya mabubu na viziwi ilifungwa kwa sababu hakukuwa na viziwi wala mabubu kesho yake. Haleluya! Baada ya mkutano, watu walipokuja kutoka maeneo ya mbali walikuta mkutano umekwisha. Wakawa wakigusa vitambaa vya mkutano na mabango ya Yesu yuwai leo. Wakawa wakipokea uponyaji na maelfu ya watu wasio na idadi waliokoka. Baadaye aliombwa kurudi tena Nigeria na Ghana, na katika mikutano yake ya Nigeria, watu walipoona wengi viwete, viziwi na mabubu, mpaka akiwa kwenye madhabahu akamuona malaika akipita katikati ya watu, na ikabidi ashuke chini kumfuata. Lakini kila alipokwenda kumfuatilia, anakuta kule malaika alipopita kiwete anatembea, anaonyesha magongo juu ya juu, na viziwi wanashangilia wamepona, na hakuweza tena kumfuatilia. Ikabidi arudi madhabahuni kumtukuza Bwana Yesu. Tanzania, shuhuda wake, huduma katika Tanzania. Shuhuda nyingine ni zile za mikutano aliyofanya mkoa wa Tanga Mweza, mkoa wa Arusha Mererani, na Kilimanjaro Bonite. Aliwaambia makutano wasiondoke kwenye mkutano, wabaki na kulisikiliza neno la Mungu. Mvua kubwa sana iliendelea kunyesha kuzunguka uwanja. Wakati huo wale waliokuwa ndani ya uwanja walikuwa salama mpaka alipomaliza mkutano na kurudi nyumbani, na mamia ya watu walimwamini Yesu. Mkutano mwingine wa miujiza ya ajabu ni ule mkutano wa Kondoa kanisani aliyokuwa anachunga mchungaji Douglas Mosi. Wakati wa mkutano, kila wakati waimbaji walipoimba, mapepo yalitimka sokoni, eneo mbali na mkutano, na watu wakawa wanakuja kuwaita wahudumu kwenda kuwachukua waliopagawa na kuwaleta kwenye mkutano ili waombewe, na watu wengi waliokoka na kumfuata Yesu. Tukuyu Mbeya, Disemba mwaka 1976, ulifanyika mkutano mkubwa wa Injili. Maelfu ya watu walijaa. Wakati mahubiri yanaendelea, ghafla likatokea tetemeko. Watu wakaogopa sana. Kumbe nguvu ya Mungu ilikuwa imeshuka. Mara vipofu wakaanza kuona, viziwi kusikia, mapepo kutoka. Utukufu wa Mungu ulishuka. Mamia ya watu waliokoka. Mkutano unashuhudiwa mpaka leo. Tanga mjini, Julai 1973, katika viwanja vya Tangamano ulifanyika mkutano mkubwa sana wa Injili, ambapo mhubiri alikuwa mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro. Muujiza wa kwanza ni wa mtu mmoja wa jamii ya Kihindi aliyekuwa akiishi barabara ya 11. Alikuwa kipofu kabisa. Aliponywa upofu wake na kuokolewa.